Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Vita kati ya Urusi na Ukraine inazidi kupamba moto, na wakati huu Ukraine inaonyesha makali yake katika mapambano dhidi ya Urusi. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana usiku kucha na kusababisha maafa katika baadhi ya maeneo kati ya nchi zote mbili na uharibifu mkubwa kila upande. Ukraine imekilenga kiwanda cha Titan Bakerad ambacho hutengeneza makombora, huku mifumo ya kurusha makombora katika eneo la Urusi la Volgograd ambapo watu 10 wamejeruhiwa. Urusi kwa upande wake ilifyatua kombora na drone na kushambulia vifaa vya kampuni ya uzalishaji nishati ya Ukraine ya Naftogaz katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Poltava na Kharkiv na kusababisha uharibifu mkubwa. Siku za hivi karibuni Ukraine imeelekeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu muhimu ya kimkakati ya Urusi, hasa kwa kutumia drone na makombora ya masafa inayofahamika kama Flamingo. Hata hivyo, Urusi katika wakati huu imezishutumu nchi za Magharibi kwamba zimeamua kuingilia kati vita hivyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin katika wiki hii alidai kwamba mataifa Magharibi yanaandaa vita dhidi ya Urusi. Rais huyo alisema nchi za Magharibi zikiongozwa na jumuiya ya kujihami ya NATO zinajiandaa kikamilifu kwa vita dhidi ya Urusi, huku zikiongeza bajeti zao za ulinzi. Katika mashambulizi ya hivi punde, rais wa Urusi alidai kuwa ni mashambulizi ya Ukraine ambayo yaliongozwa na nchi za Magharibi, huku akidai kwamba Ukraine imetumia kombora la Flamingo, jambo ambalo Rais Putin hakubaliani nalo. Putin alisema hayo katika ikulu ya Kremlin alipohutubia mamia maafisa waliohitimu chuo cha kijeshi, akiongeza kuwa kwa sasa nchi za Magharibi zinaunga tu mkono Ukraine, lakini kumekuwepo na mazungumzo ya wazi ya nchi hizo kujiandaa kwa vita dhidi ya Urusi, na hata wakati huu baadhi ya mashambulizi yamekuwa yakitengenezwa na nchi hizo. Putin ameendelea kusema kuwa ili kuhalalisha uvamizi huo, mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na NATO yanatumia madai ya uongo kuhusu uwepo wa tishio la kijeshi kutoka kwa Urusi, huku akisisitiza kuwa nchi yake iko tayari kujibu kwa vitendo vitisho vyote vya ndani na nje. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanamtazama zaidi rais wa Urusi Vladimir Putin, wakiona kwamba ikiwa kiongozi huyu hatamaliza vita hivi mapema, kuna uwezekano mkubwa akaja kushambuliwa vibaya na hatimaye kushindwa katika uwanja wa vita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza mnamo Ijumaa kuwa imefanikiwa kuzuia karibia droni 660 za Ukraine zilizorushwa usiku kucha katika mikoa 12 ya Urusi. Jambo hili bado linatatiza watu wa Urusi, huku wachambuzi wakisema kwamba droni hizi ambazo zinazidi kuongezeka nchini Ukraine pamoja na aina ya kombora jipya la Flamingo bado kunasababisha nchi hiyo ya Urusi kuingia katika hali nyingine ya vita, na kwamba vita sasa vitageukia upande wa Urusi, licha kwamba Urusi imeteka maeneo mengi nchini Ukraine. Maeneo mengi yameathiriwa kutokana na mashambulizi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na Crimea iliyotekwa na Urusi, na pia katika eneo la bahari ya Azov na bahari Nyeusi. Njia za kusambaza umeme zimeharibiwa pamoja na kituo kimoja cha viwanda katika mji wa Novomoskovki. Shirika la habari la Astra nchini Urusi limeripoti kuwa kiwanda cha kemikali na kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia maji mjini Novomoskovki kimeshambuliwa na kushika moto. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuweza kuthibitishwa kwa njia rasmi na mamlaka pia haijatoa tamko rasmi. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin pia amesema drone 47 za Ukraine zilidunguliwa zilikuwa zikielekea mji mkuu wa Urusi. Hakukuripotiwa vifo wala uharibifu wowote. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.